Halo, Mbuni, habari yako? salama. Naongea na nani? Haina haja ya kunifahamu, ila kama unapenda maisha dada yako, ni vyema ukafata maelekezo yangu. Kwa hiyo uko wapi wewe? Okay. Ndugu yangu, dada yangu usije ukamgusa kabisa. Nakupa dakika 30, yaani nusu saa. Jambo langu lile limeshakamilika. Fanya hivyo. Sawa. Ila wewe unajua nilikuwa siamini kabisa kama Mungu yaweza haya yote. Ama kweli imenifundi. Si, unajua haya mayai tunayokaa tunakula kila siku wanaume tunajaribu. Sasa hapa kuna mwenzako yani kwa kweli ule umenifiatua. Ndio wote sasa. Ni hacho wapi? Mimi kwa vya job tu kwangu afu kafe. Sasa ndio hivi naleta guest hapa mambo sijaelewa. Makopo, habari yako? Salama, kwema? Kwema. Rafiki yako Mbuni yupo kwenye matatizo makubwa, halafu wewe upo guest na wanawake unakula raha. Unasema? Ni vyema ukatoka hapo guest na ufuate maelekezo yangu. Maelekezo gani? Na wewe ni nani? Haina haja ya kupaniki. Nakupa dakika 30 ufuate maelekezo yangu. Maelekezo gani? Na umejuaje kama niko guest? Kufuata kwako maelekezo ndo usalama wa rafiki yako Mbuni. Sawa brother, sawa.
Sasa baby, unaniachaje? Mbuni baba. Zikiri bwana. Kitambo mwanangu mdogo wako. Oya mwanetu. Yaani kitambo tujasomana mwanetu. Yaani du. Mambo vipi lakini? Mwanangu chupi kilembo wa shoga unaga matanga babu. Unyama? Yaani sina akili, sina moyo, sina pa kwenda, sina pa kutokea ile. Tili tala mwanetu. Nakubali. Sasa mdogo wangu. Mbona naitikali? Kuna sehemu nafika mara moja. Wewe na umetoka wapi mwana? Edo kanzingua. Edo. Mimi nimeenda na tambo langu hapa nirushie mamuvu. Afu ambao umekata. Kisa hili Lisha yule is coming. Sasa shida sio Edo, shida ni umeme kukata, kwa sababu umeme ungekuwepo angekurushia. Kwa shida ni umeme, sio Edo. Ndio maana Wachina walisema kweli. Walisemaje? Totonya. So hivyo. Ile kodi hamna. Yule Mchina alikuwa anazingua, tunasema shao tu ushishoona chu. Sasa mimi nikajiuliza huyu ameongea lugha gani? Ikabidi niingie kwenye kamusi sasa. Ile shao tu cha nchunyu. Nikaizumu. Kumbe kuizumu. Alisemaje? Acha mwanangu. Alisema yaani yule Mchina alisema hivi. Mama aboreshe umeme wa Tanzania. Twende kwenye main point. Okay, sikia basi. Nipo kodi. Kuna sehemu naelekea mara moja, sawa? Zigiri boy machine. Nadhani jambo likiniwea gumu, kesho nitakutafuta. Lakini this time ngoja nikahangaike kwanza mimi mwenyewe. Kutembea na kibegi kwenye vichwa kama hivi? Eti mama. Wewe unataka ukaenda kichwa changu kwenye begi? Sio wewe, yani atakayekuletea kodi za. Unajua mwanangu sikuru umenikuta pale kati pale. Ukanipa makushikushi ukaniambia wewe blaza. Kisela. Utatumia nikasema kisela babu. Alafu unajua nimemkumbuka nani? Nani? Mwanangu Silver Fox. Familia yetu ile. Sema nini? Nishale mwanangu. Mimi ngwani nikikati mara moja. Chupi ya mabega. Hali mbaya. Ngoja nikukatie huu mzigo mimi nakupa bure. Live mwanangu. Ngoja nitembe. Afya ninayo baba kama mbavu nini baba. Ijapo umeanza kunitukana mwanangu. Sema nini? Atakaje mix kati kule. Bwana mgeuka kachumbari. Imenitoa hii mwanangu. Zikiri bwana. Yaani umekuwa kama askari game wa polini mali asili. Hizi hapa mwanangu. Babu. Babu. Mimi nimetoka pale kwa mama Bwinge. Nimepiga kama hivi vitatu. Kwa hiyo ilikuwa move tu zile. Kule nilikuwa natumia. Familia. Kwa kutulia. Kaa chini. Baba. Ili toto la mama Jay babu. Mitungi yenyewe sopo. Hiyo sijabaki na masalia huko ndani. Maana hapa unaweza kwenda huko mama umepigwa ngeta. Wajifanya mbabe tunatembea na kichwa kwenye begi. Kumbe unakula roba hapa. Panachangamka. Na sabuni ya kipande ya jelo. Kwani mpelekee pale mama Jay. Naenda katumikisha. Mimi mwenyewe hapa uoga sijui ndio huko. Yangu ile chemba hapa kwa sister usingizi kuugiza. Baba. Babu. Makopo. Oji. Makopo oji mwanangu. Vipi kama zile za nani? Zero. Baba nani? Naam. Vipi? Safi. Wapi sasa hivi? Kwani wewe wapi sasa hivi? Mwanangu hapa kuna mchongo unaofuata.
Sema ukizini. Yaani hapo sasa ndio umesoma dili, nipe mchongo baki. Basi na dili na muda, nimepewa dakika 30. Kuna mtu alipewa saa kapoteza muda. Haina noma vile nitakucheki. Oa zigiribwa. Zigiribwa mashine. Mashine. Wembuni. Makopo. Mwanangu. Makopo. Mzima. Mimi niko vizuri mwanangu. Nini wewe naye? Acha, unajua si nimekuaga muda fulani naenda na dem guest. Simu ikaingia sasa baada ya mechi. Ya nani? Ni namba ngeni naambiwa kwamba unafurahia maisha wakati mwenzako yupo kwenye matatizo. Sikia sasa dogo. Aliyekupanga huyo ndo amenipanga na mimi. Namba inaishia 47. 43. Namba ni hiyo. Sawa. Anadai amemkamata dadangu. Sawa. Kwa hiyo inawezekana na wewe amekupanga ili uje. Inawezekana huyu jamaa ana jambo lake anataka kulifanya dhidi yetu mimi na wewe. Kwa mwenye umepigwa simu? Kwamba dadangu kakamatwa, na kweli nimejaribu kupiga simu nyumbani naambiwa dadangu hayupo. Alafu mbaya zaidi nimepewa dakika ngapi? Dakika 30. Sikia, hizo dakika 30 yani anakupitisha sehemu ambayo mimi mwenyewe amenipitisha. Hiyo 30 nadhani umepewa ya kukutana na mimi. Dakika hiyo na mimi nimepewa dakika 30 za kumuokoa dadangu. Kwa hiyo sasa tunaungana, tunakuwa kitu hiki kimoja, tufuate maelekezo yake, tujue hatima ni nini. Unanisoma fresh mdogo wangu? Haina noma. Neno ni hilo. Acha inyeshe. Tuone panapo vuja. Hizi hapa. Sawa. Namba ile. Ndio hiyo. Hebu mpokee. Halo. Nadhani mmekutana. Jinsi mlivyo hivyo fateni mwongozo wangu, mje godown. Maeneo gani? Katezi, jirani na kitongoji. Nadhani mtakuwa mnapafahamu. Sawa. Sikia. Sawa, tunakuja sasa hivi. Sasa sikia, hili nalo amenipa zigiribwai. Nimekutana naye mitaa akanipa hili. Sasa weka lifiche hapo, hakuna atakayeli chukua. Sasa unasikia? Naam. Fungueni hilo geti kisha mwingie ndani.
Makopo. Yaani hapo tusipochinjwa tunabakwa live. Sio kubakwa, hiki ni kifo mwanangu, turudi. Turudi tu. Kwa anajua kinachoendelea huyu. Halo? Msije mkasubutu kukimbia, maana kila mnachokifanya mimi nakiona. Rudini mkashikia hizo boksi. Katikati kisu. Mbunu. Makopo. Ochi. Kila mtu achukue boksi lake. Sasa kuhusu kisu ndo katuna. Sasa fungueni hizo boksi, ndani yake kuna ujumbe. Sawa kaka, sawa. Sio tufungue. Makopo. Hii maana yake ni kisasi ndani ya mchezo. Kisasi ndani ya mchezo?